Mtazamaji wa Injili ya Wokovu TV, kumbuka tupo hapa kwenye kanisa la KKKT ushirika wa Mbezi Luis, na ndipo ambapo ilifanyika ibada ya uzinduzi wa kitabu cha maombi ya kibali cha Mungu kwenye maisha ya mwanadamu ambacho kimeandikwa na Mwalimu Aaron Yona Ulaya. Na baada ya ibada kumalizika, tunataka tumsikilize Mwalimu Aaron Yona Ulaya nini alikiona kilichompelekea yeye kuandika kitabu hiki cha maombi ya kibali cha Mungu kwenye maisha ya mwanadamu, ambaye atatupa ufafanuzi wa zaidi na kile ambacho kimetokea kwenye uzinduzi wa ibada ya leo. Kumbuka mimi ni Mr. Eliud, na usisahau kusubscribe YouTube channel hii ya Injili ya Wokovu TV ambayo pia inarusha vipindi kila siku Jumatatu mpaka Jumapili kwa vipindi maalum, lakini mara zote tupo kuanzia saa 4 kamili usiku. Mwalimu Aaron Yona Ulaya huyu hapa tuko naye ili tuweze kumsikia yeye nini ambacho amekitazama sana. Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na hongera kwa hii hatua ambayo umeifikia ya kuzindua kitabu cha maombi ya kibali cha Mungu. Ndio, namshukuru Mungu sana kwa neema yake. Haikuwa rahisi sana, lakini Mungu ametupa neema na amenipa kibali. Ndio. Okay, kwa ulivyoanza mchakato huu wa kuandika kitabu hiki, kitu gani ambacho kilikuja kichwani? Ni maono ambayo yalipatikana kwenye mazingira gani? Kwanza Mungu ameweka mzigo ndani yangu wa kuwafundisha watu kweli ya Mungu ambayo itawatoa watu utumwani. Na kuwatoa watu utumwani maana yake kumfanya mtu asiendelee kubaki katika vifungo vya kiroho. Na sababu hiyo Mungu akawa amenifunulia mambo makubwa matatu ambayo huwa anampa kila mwenye mwili anapozaliwa katika tumbo la mama. Jambo la kwanza, mtu anapewa hatima. Jambo la pili, mtu anapewa kipawa, a God's gift. Na jambo la tatu, mtu anapewa kibali. Vitu hivi vitatu anavyo yoyote anayezaliwa. Awe Mkristo, azaliwa kwenye Islam, awe na imani, asiwe na imani, anavyo. It's something universal. Lakini Mungu akanifunulia kwamba watu wengi kwenye mambo haya matatu ambayo yanamsaidia mtu husika kuendesha maisha ya duniani, mambo mawili huwa yanakuwepo, lakini hili la tatu la kibali ni tatizo. Kwa hiyo watu wengi wamebaki na hatima, wamebaki na vipawa, lakini kibali hawana. Sasa kutokea hapo Mungu akaniongeza kunipa maarifa namna ya kuwafundisha watu kwa habari ya kibali cha Mungu. Lakini baadaye Mungu akanipa maongezeko tena katika ufunuo huo kwamba siwezi kuwafikia wote kwa kuhubiri tu, kwa sababu sio makanisa yote nitafika, sio kila mahala nitaalikwa, na wala sio kibali cha Mungu kitafunuka kila mahala kufundisha neno, kwa sababu Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Kwa hiyo Mungu akanipa maarifa ya kuandika kitabu ili hata kama mimi sijafika eneo fulani, kitabu kinaweza kikafika na watu wapate kweli ya Mungu. Na hapo ndipo nilipopata maono haya ya kuandika kitabu. Changamoto gani ambazo zilikuwepo kwenye maandalizi ya kuandika, maandalizi ya kufikiria kwanza kile cha kuandika, lakini mpaka kufikia hatua yenyewe ya kuandika na mpaka kukikamilisha kitabu kizima? Changamoto ni kubwa, na kwa sababu mambo ya kiroho hayaendi kwa emotion. Kuna wakati unaweza ukapata revelation alafu usijiamini kama ni Mungu amesema na mimi. Ukafikiri ni mawazo yangu tu na msukumo wangu nilionao. Lakini for the time being kuna wakati unaacha kile unachokiwaza, lakini Mungu akishakupa maono anakishikilia sana kile alichokiweka ndani yako. Kwa hiyo kikanisumbua sana, na kwa hiyo changamoto kubwa niloipata mimi ni kuwa kwenye komsa ni Mungu amesema na mimi au nini, lakini Mungu amenishikilia mpaka nimechukua hatua hiyo, na haikuwa rahisi. Kitabu hichi kimeenda kwa process sana mpaka leo kimezinduliwa hivi. Maana yake kuna wakati niliwahi kuandika kikawa kina upungufu, nimeandika kieleweki, nimeandika kuna sometime natembea nacho na kisoma mwenyewe sikielewi na kitupa huko, mpaka leo kimeamua kuzinduliwa. Ni wakati wa Mungu amenithibitishia kwamba kile nilichokwambia nilikuwa ni mimi. Siku yenyewe ya leo umeona mapokeo ya watu yalivyokuwa, the way ambavyo kimepokelewa kitabu. Moyoni mwako umejisikiaje, na lipi ambalo unaweza ukalisema kufuatana na tukio hili? Kati ya vitu ambavyo nimeamini Mungu amenikusudia kwenye hili ni tukio la leo, kwa sababu mpaka asubuhi tunakuja kwenye ibada ya uzinduzi, sijaamini kama inaweza ikatokea kama kilichotokea leo. Watu kukipokea kitabu, maana yake imenipa picha kwamba Mungu amenipa kibali kwa watu na kitabu kimepata kibali kwa watu. Binafsi nisingeweza kumanage kitu kama hichi isipokuwa ni Mungu amenisaidia. Kwa hiyo nikisema ni comment chochote, I have nothing to comment isipokuwa tu neema za Mungu zimenisaidia. Maswali ni mengi, pengine watu watushazoea vitabu vinazinduliwa sana kwenye watu wanaandaa maukumbi na nini. Imekuwaje wewe kanisani? Kwangu mimi chochote cha Mungu ni ibada, na ibada kwangu mimi naheshimu sana, sisemei wengine, kwangu mimi naheshimu sana nyumba ya ibada ambayo Mungu ameichagua madhabahu. Anasema mahala pale nilipopachagua mimi, elekezeni nyuso zenu. Kwa hiyo kwangu mimi kuzindulia kanisani ni kumpa Mungu utukufu. Ningeweza kufanya fundraising na mambo mengine nikazindulia kwenye ukumbi wowote, lakini
kwangu mimi, kwa tamaduni zangu mimi na huduma alionipa Mungu, natamani sana kutembea katika mazingira ya kiibada. Chochote nachokifanya kiwe ni ibada. Kama ni makongamano ya Injili basi iwe ni ibada. Kama ni chakula iwe ni ibada. Yani chochote kwangu Mungu kwanza. Sababu hiyo ikanipa mimi nafasi ya kumwomba Mungu na kunipa kibali kwa mchungaji, na mchungaji kukubali kuzindua na kutamka neno na kufanya maombi na kuwatangazia watu kwamba mwenye kuguswa aweze kushiriki katika kupeleka Injili kwa njia ya kitabu. Tumezoea ulimwengu wa sasa ni wa kidijitali sana. Una mpango wote wa kuweka kitabu hiki kwenye njia ya soft copy, yani watu wakipate mtandaoni na wapi? Of course, kitabu chochote kinakuwa kwenye soft copy kwanza, then kinakuja kwenye hard copy. Kwa hiyo soft copy kwa maana ya PDF itakuwa available. Na wale watu walio mbali, kuna watu na prefer soft copy kwa sababu ya modernizations. Kwa hiyo wale watu ambao wanatutazama walio mbali na watakaopenda soft copy, nafikiri kuna namba ambazo nitaziachilia ambazo watafanya connection na watatumiwa popote pale walipo, na watalipa kwa njia ya soft copy pia. Soft copy for soft copy. That's it. Yes, kama mtu kama amenunua lakini haendi kusoma, unawaambiaje waumini wote ambao wamenunua na wale wote ambao vitabu vitafikia, lakini pia wale wote ambao pengine hawapendi kusoma vitabu? Of course, Mungu ni wajabu sana. Sio kila aliyenunua kitabu anakwenda kusoma. Kuna mwingine Mungu alimsukuma anunue ili kusupport Injili. Na kuna mwingine atanunua lakini hatosoma, yeye atagawa. Kwa hiyo yani kununua kitabu ni jambo lingine na kusoma kitabu ni jambo la pili. Kuna mwingine amesukuma kununua au ndani ya moyo wake amesema mimi sijui kusoma wala kuandika, lakini ni siri yake. Ila ananunua kitabu. Kwa hiyo hanunui ili akasome, ananunua ili apeleke kazi ya Mungu mbele, kwa sababu kwenye mapato haya ya kitabu hatutumii kwa ajili ya kwenda kununulia bakshish na kachumbari. No. Tunapopata mapato ya kitabu, we are almost pushing the word of God mbele za Mungu. Maana yake tunakwenda kusupport makongamano, tunakwenda kwenye charity na vitu kama hivyo ili kazi ya Mungu iende mbele. Kwa hiyo kila aliyenunua kitabu ameachilia sadaka yake ya kazi ya Mungu. Ujumbe wako ni upi kwa waumini wote? Ujumbe wangu mimi ni kwamba Yesu anaokoa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Asante sana. Naam, huyo ni Mwalimu Aaron Ulaya ambaye amehitimisha kwa staili hiyo, lakini nikukumbushe na kuambia kwamba kuhitimishwa kwa ibada hii ya leo sio kwamba ndio mwisho wewe kupata kitabu chako. Mauzo ya kitabu yataendelea siku zote. Ukiwasiliana naye kwa namba zake za simu utapata kitabu chako vizuri popote pale kitakufikia na utasoma, lakini pia zaidi ya yote utapata maarifa yatakayokuongoza wewe kuweza kukitunza kibali chako, lakini pia namna ya kukipata kibali au namna ya kukizuia kisiweze kupotea kibali chako. Kumbuka Injili ya Wokovu TV tulikuwa hapa kuhakikisha kwamba tunafanya tukio hili likaweze kufanikiwa, na neema ya Mungu imewezesha haya yote kuweza kufanikiwa. Ni washukuru wote ambao umetutazama, watazamaji mliotufuatilia, na wale wote ambao wamehusika kukamilisha shughuli hii, waumini mbalimbali, bila kusahau timu ambayo nipo nayo, Director Mangoku pamoja na Paul Mwakigodi, wote wamefanikisha kwa uzuri kabisa kukamilika kwa jambo hili, na unapata live moja kwa moja kwenye matukio tofauti tofauti yaliyojitokeza hapa KKKT Mbezi Luis, Dar es Salaam.